Sawa, tunafurahia hiyo leo, lakini kuna waasisi ambao waliweka misingi. Kwa hiyo kipekee hapa, pamoja na Mheshimiwa Rais mwenyewe Dr. John Pombe Magufuli na sisi wa 500, tuwashukuru sana Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, baba wa taifa, kwa misingi ya uchumi aliyoiweka kwenye miaka hiyo. Tumshukuru Mzee Mwinyi, Alhaji Al-Hassan Mwinyi, kwa mchango wake pia kwenye uchumi, kuelekea uchumi wa kipato cha kati, na tumshukuru Mzee Benjamin William Mkapa, rais wa 300, na yeye kipindi chake ndio hii dira ilitengenezwa. Ilianza mwaka 95, wakati kidogo Mzee Mwinyi anamaliza, Mzee Mkapa akaingia akaikamilisha dira ya maendeleo ya taifa 2025, ambao leo ndio ilikuwa kigezo chetu cha kujipima. Ilitengenezwa enzi ya Mzee Mkapa, akaja Mzee Jakaya Kikwete akatekeleza aliyoyaweza, ikaja awamu hii. Kwa hiyo wote hawa na Watanzania waliokuwepo wakati huo na viongozi mbalimbali wamechangia tulipofika leo. Sasa twende moja kwa moja kwenye misingi ambayo imetusaidia leo kuingia kwenye uchumi wa kipato cha kati, na kimsingi iwe leo ni mimi Dr. Abasi, kesho ni wewe, uko kwenye nafasi yote ya uongozi, utapaswa kuiendeleza ili safari yetu ya mabadiliko kwenda kipato cha kati cha juu zaidi na kwenda kuwa nchi ya juu zaidi kiuchumi, hiyo ndoto tuweze kuifikia. Cha kwanza, hatuwezi kukwepa amani na utulivu. Huo ni msingi muhimu sana. Nyuma ya haya mafanikio, nchi yetu tangu kipindi hicho cha awamu ya kwanza, ya pili, ya tatu, viongozi wetu wamefanya juhudi mbalimbali za kuimarisha amani na utulivu nchini. Ziko nchi zingependa kuwa na amani, hazina amani leo. Kuna nchi zingependa kuwa na utulivu, hazina utulivu. Hii haikuja kwa bahati mbaya. Imekuja, kwanza tunamshukuru pia Mwenyezi Mungu kwa kudra zake, lakini pili kwa viongozi wetu ambao kila ambapo palikuwa na chokochoko, na mnanielewa ninapoongelea chokochoko za ndani na za nje ya nchi, palipokuwa na uzandiki, palipokuwa na udhalimu ambao ungeweza kuleta kosekana kwa utulivu, walifanya kazi ya ziada kwa kutumia sheria za nchi kushughulikia huo uzandiki, huo ubazazi, na hata wakati fulani tulifika hatua kama taifa ya kusaidia si tu amani ya ndani na amani pia katika nchi nyingine. Huu ndio msingi wa kwanza tunaopaswa Watanzania kuenzi katika kuendelea kuishi kwenye kipato cha kati, lakini kwenye kuelekea Tanzania ya kipato cha juu zaidi kiuchumi. Ya pili, hatuwezi kuwa tumefika leo kwenye Tanzania yenye utulivu na amani bila kuwa na mipango thabiti ya maendeleo. Nchi yetu tangu enzi ya Mwalimu imeweka mipango thabiti ya maendeleo. Ilikuwa ni mipango yenye malengo, na malengo hayo hayakuwa malengo madogo, yalikuwa malengo makubwa, tunaita Olympic targets. Kuna wakati hapa ilikuwa unawaza Tanzania tutanunua ndege, mtu anakuambia hamwezi, nchi maskini. Tumenunua, si ndio? Tulisema mengi tuliyoyaahidi. Mimi leo sio siku yangu kupiga yale ambayo tunayapiga siku zote, ni siku tu ya dhukuru zaidi. Kwa hiyo tuliweka mipango tangu enzi ya Mwalimu. Kuna mipango ya miaka 5 ya maendeleo, mipango ya muda mrefu, na hata sasa tukiwa kwenye hatua za kuelekea huo mpango au dira ya 2025, kama tusingekuwa na kitu ambacho ni dira, ni kioo cha kutuelekeza tunakwenda wapi, leo tusingeingia uchumi wa kipato cha kati. Kwa mipango imetusaidia sana. Kwa hiyo serikali itaendelea kuenzi uwekaji wa mipango iliyo thabiti na ambayo ni Olympic, kwa muktadha wa kuendelea kusaidia nchi yetu kufika mbali. Jambo la tatu au siri ya tatu au msingi wa tatu wa kufikia leo kwenye hiyo middle income economy, ndugu zangu, ni kwamba tumetekeleza. Unajua, kwenye masuala ya maendeleo na masuala ya mageuzi katika mataifa, taasisi na maeneo mbalimbali, wataalamu wanasema unaweza kuweka mipango lakini usiweze kutekeleza. Tumekuwa very consistent, na kwenye hili kama kuna Mtanzania anatamani siku moja tutachoka, aendelee kujipanga tu, asubiri tuchoke. Hiyo itakuwa hadithi ya fisi kutamani mkono wa binadamu kwamba siku moja utaanguka. Sisi tunatekeleza. Awamu zote tumetekeleza licha ya changamoto mbalimbali.
Kuna nyakati tumekutana na majanga, kuna wakati tumekuwa na uhaba wa rasilimali kufanya kila tulichotamani, yes. Na kuna wakati mwingine hata baadhi ya wenzetu individuals wamekengeuka. Mtu ana sasa Tanzania kila kinachofanyika amenuna. Kikitokea hiki hataki, kija flyover hataki, kija ndege hataki, ukijenga shule hataki. Licha ya hao watu kuwepo, tumetekeleza. Tumefanya yale ambayo yamewafanya Watanzania maisha yao, nchi yao ifike sasa kwenye kiwango ambacho Benki ya Dunia imetu categorize kwamba ni uchumi wa kiwango cha kati. Kwa hiyo tumesimama kwenye kile ambacho tulikiamini. Tuliumba wakati fulani kwa sababu mbalimbali kama nilivyosema, tunaamka, tunajikunguta, tumeendelea kupiga kazi. Hili ni msingi muhimu sana, na niwaambie hata kesho kutwa watoto na wajukuu zetu watakaokuja kuendeleza Tanzania, huu ndio msingi muhimu sana pia vile vile. Pamoja na amani na mipango kuwepo, tutekeleze. Tusiwe watu wa maneno, watu wa siasa kutaka kuandamana tu. Sasa huko nisende sana. Ukurasa sababu ya 4, kwenye hiki kipindi chote cha miaka 59 na katika hiyo 59 miaka mitano hii ya 500 tumekuwa tukitekeleza kanuni moja muhimu sana kwenye dhana ya maendeleo, maamuzi magumu. Hatuwezi kufika uchumi wa kipato cha kati kwa nadharia simple tu. Kama nilivyosema, hatuwezi kufika uchumi wa kipato cha kati kwa watu kuwa wavivu kufanya kazi, rushwa kuziacha tu zinaenea, watu kuropoka tu kutokufanya kazi. Ni story nyingi mtaani, kwenye mitandao na wapi. Hapana. Kwenye miaka hii tumechapa kazi, lakini viongozi wetu wa Tanzania kuna nyakati tumefanya maamuzi magumu mengi sana. Tumepambana na rushwa, tumepambana na uchumi, tumepambana na unafiki, uzandiki. Na wakati fulani hata imetuletea shida, tukaitwa majina. Mnaenda kwenye udikteta. Hii nchi ya hivi. Lakini mimi ninachosema, tumefanya baadhi ya maamuzi katika miaka hii ya 59 ambayo leo yameleta mafanikio na yameleta hiyo maendeleo kwa Watanzania. Tumekataa wakati fulani hata sera au maelekezo ya baadhi ya nchi kutaka tuenende wanavyotaka wao. Ni sehemu ya maamuzi magumu ambayo yametufikisha hapa. Mimi sidhani hata kama tungekutana leo hapa, kama tungekubali kwa mfano mitazamo kuhusu COVID-19 kwa mfano, kwamba watu tulale tu nyumbani tusifanye kazi, hata leo tusingekutana hapa na Watanzania wasingeweza kufanya kazi, wasingeweza kupata kipato binafsi na kuingia kwenye kipato cha kati. Katika miaka 59 na miaka 5 tumefanya maamuzi magumu, na huu utaendelea kuwa msingi wetu kwenye miaka ijayo. Hatutakuwa taifa la kufanya maamuzi mepesi, kuanza kula chipsi, Pepsi na vitumbua. Hapana. Ni muda wa kazi, na ni kazi kweli. Hiyo ya 4. Ya 5, tumekuwa na azma muhimu sana, imetuinspire kuendelea tulipofika leo. Tungekuwa taifa la kutegemea kusaidiwa kwenye kila hatua, tusingefika tulipofika. Tumewekeza kwenye azma ya kujitegemea kama msingi na siri ya 5 ya mafanikio yetu. Tangu enzi ya Mwalimu, tunawashukuru sana wabia wetu wa maendeleo. Wamechangia kwenye miradi mbalimbali ya barabara, umeme, maji. Yote ilikuwa ni azma ya kutujengea sisi au kutusaidia sisi kwenye azma yetu ya kujitegemea. Kwa hiyo kwenye azma ya kujitegemea napo tumechapa kazi kweli. Na haya mengine sio siku yake kama ninavyosema. Kuongelea leo mapato ya serikali jinsi yalivyopanda kutoka miaka ya 80 kuja 90, miaka ya 2000 mpaka leo tuko kwenye trilioni 1.5 kwa mwezi. Na kuna miezi kadhaa, 2-3 kwenye mwaka tuliomaliza juzi wa fedha, tumevunja rekodi ya Tanzania na rekodi ya dunia ya Tanzania kwenye kukusanya mapato. Tumefika kiwango cha 1.9 trilioni kwa mwezi. Haijai kufikiwa kwenye historia ya miaka yote ya nchi hii. Kwa hiyo tumekuwa na hiyo azma ya kujitegemea. Hata pale ambapo tunapata misaada, tunawekeza kwenye maeneo ambayo yatatusaidia kuelekea kujitegemea zaidi. Huo ni msingi mwingine muhimu sana. Ndugu zangu, katika leo tunaposherehekea kuingia tukiwa siku ya pili. Si ndio? Leo tuko siku ya pili tangu Tanzania iwe nchi ya kipato cha kati. Sasa kuna wengine bado wamenuna na waamini, lakini ndio hivyo. Namba 6, msingi mwingine muhimu ni nidhamu katika matumizi ya fedha za umma.
huu umekuwepo tangu enzi ya Mwalimu. Tumepambana sana. Kidogo tulichonacho, tungesema tu tuna amani, tuna maamuzi magumu, tunajitegemea, tunakusanya hela, kama haziendi kwenye maeneo ambayo yanagusa maisha ya wananchi, tusingeweza kufika tulipofika. Maana ya wastani wa kipato cha kati wa dola 1036 kwenda mbele, maana yake ni kwamba serikali imedhibiti fedha zisiende kwa wachache, likatumika kwa mambo kwanza yanayogusa Watanzania wengi, lakini hata kama ni hiyo fedha basi tuipate tulio wengi. Ndio maana ili wastani wa hichi kipato ambacho leo kimetuingiza kipato cha kati. Serikali zote 5 zimepambana mno na rushwa, lakini katika hii miaka 5 tumeongeza kasi ya kupambana. Tumehakikisha watumishi wa umma, sisi tulioko serikalini huko, tunaongoza katika uadilifu wa kuhakikisha mali ya umma inatumika pasavyo. Leo hii tumezuia safari za ovyo nje ya nchi. Zile zama za watu kugongana angani hazipo. Sasa hivi mnagongana Kyela, mnagongana sijui na Mtumbo, mnagongana Ruangwa, mnagongana Chato, tunagongana kwetu Hale huko, tunagongana huko wapi Kasulu, tunagongana Mwanza. Tupo hapa kazini. Ukiangalia mawaziri wako kazini hapa Tanzania. Ukirudi hivi makatibu wakuu wako kazini Tanzania. Wakurugenzi, wakuu wa wilaya tupo kazini. Tumepunguza kwenda huko ili tuwatumikie Watanzania. Huu ni msingi muhimu sana. Na katika siku zijazo tutaeleza zaidi namna ambavyo tumepunguza mapato, matumizi ambayo kwa kweli yalikuwa yanakwenda kwa watu wachache badala ya kwenda kwa watu wengi. Tutakuja kutoa takwimu. Kwa mfano tumekuwa wakati fulani mtu akisikia homa tu anaenda India. Sasa hivi wote tuko wapi pa? Dar es Salaam, Muhimbili, ingawa kuna mmoja akalazimisha ende nje. Tunatibiwa hapa kwanza. Wote tunatibiwa hapa kwanza. Under extraordinary circumstances, na tumewekeza kwenye tiba. Sitaki tena kurudi huko mavifaa tuliowekeza. Tumetibiwa hapa wote. Sasa mmoja ghafla tunataka kwenda nje, amekipata alichokitaka. Sasa nchi yetu imewekeza sana kwenye mambo ambayo yalikuwa yanatufanya twende nje ya nchi, sio kitu gani nje ya nchi. Tumewekeza hapa, tukae tuchape kazi. Hizi fedha zimekwenda kwenye miradi. Hii miradi imesaidia Watanzania kupata ajira, siha zao kuwa njema. Unapozungumzia kipato cha kati ni kwamba tumemfanya mwananchi wa kawaida huduma na fedha zimfikie kuliko ziende kwa wachache. Nidhamu katika matumizi ni msingi namba 6 katika kipindi hiki. Miiko ya viongozi, hili ni eneo jingine. Tunaweza kudhibiti mapato ya serikali yasitoke kwenye kwenda kufujwa huko nje na nini. Lakini kama viongozi, watumishi wa umma na viongozi wao hawafuati miiko ya uongozi, nchi hiyo haiwezi kufanikiwa. Mwalimu Nyerere aliweka msingi katika mambo anayoamini yanaweza kuleta maendeleo, ni pamoja na kuwa na uongozi safi au uongozi bora. Katika ile eneo tumewekeza, na sisi wenyewe serikalini huku tunabanwa na tunajibana kuhakikisha kwamba hatukiuki. Misingi ya maadili ni msingi wa maendeleo. Kwa hiyo utaona tunachukua hatua pale ambapo viongozi, sio kwamba yani mtu anaweza akachukuliwa hatua. Nafikiri nikiongea hivyo mnanielewa. Sio kwamba kaiba. Usiseme kwamba ubaya ni kula rushwa tu. Hapana. Hata miiko ya wewe kiongozi, ulevi, ugoigoi kazini na masuala mengine ya ajabu. Wewe kiongozi wa serikali tunakukuta saa 8 usiku. Hii meza imejaa maiki, wewe meza yako imejaa vitu vingine. Ufai kwenye zama hizi za kuelekea na sasa tumeingia kipato cha kati. Kiongozi au nani mtumishi tunakukuta saa 9 usiku unaangusha moja sehemu fulani huko mtaani. Ufai. Una nafasi asubuhi unaamka, umefika ofisini umechoka, una hangover. Hapana. Katika kipindi hiki tumebanana, na mnaona wote sisi, hata mimi wakati naapishwa kwenye nafasi yangu hii ya katibu mkuu pia wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, sio tu kuapishwa kuwapa kuilinda katiba, nimesign hati ya kiapo cha maadili. Viongozi wote tunawasisitiza kutumikia nchi, sio tu kwa weledi ile meritocracy, lakini tunataka kipengele cha maadili. Pale ambapo wapo waliokiuka maadili, mmeyasikia mengi ambayo yamefanyika, na wengi wameondolewa kazini, kushushwa vyeo au hata kufukuzwa kazi kabisa. Kwa hiyo hili ni msingi muhimu sana. Huwezi kulingia amani alafu viongozi hatuna maadili. Kwa hiyo ni compliment muhimu kwenye leo tumefikia
uchumi wa kipato cha kati. Namba 8, na hili nilisisitize tena, kama kuna kitu kimechagiza sana Watanzania leo kufikia wastani huo ambao Benki ya Dunia imetuona ni wa kipato cha kati, basi ni uamuzi muhimu sana wa serikali kuwekeza kwenye miradi mikubwa ya kimkakati inayochechemsha uchumi. Leo tunapozungumza, Tanzania inatekeleza miradi mingine ambayo inawauma watu. Tunamkuta kanuna kafura tu, hataki kuona reli ya kisasa, kwamba Watanzania siku moja baada ya miaka mingi ya kuangalia reli za kisasa na za umeme kwenye filamu za kina Arnold Schwarzenegger, Mithun Chakraborty, Bruce Lee na wengineo, kwamba leo wanajipanga kuanza kwenda kupanda treni za umeme. Kuna watu hawataki. Sasa sisi kama serikali kwenye miaka 59 hii tunaelekea uhuru, na kwenye hii miaka mitano kama kuna eneo tumewekeza na limesaidia sana kuchechemsha uchumi, ni kwenye ujenzi wa wengine wanaita maendeleo ya vitu. Hivi vitu kwetu sisi ni vitu muhimu sana, kwa sababu unapozungumzia mradi wa Rufiji, mradi wa Julius Nyerere wa umeme wa megawati 2115, mpaka leo ninapozungumza kuna ajira zaidi ya 3500. Ina maana hawa ni Watanzania ambao walikuwa hawana ajira. Ule mradi umekuja, umewapa ajira, wanapata kipato. Hichi kipato ndio sehemu ya uwiano uliochukuliwa na Benki ya Dunia kuona kwamba kipato cha Watanzania kimeongezeka. Kwa hiyo ukiuangalia mradi wa umeme kama mtambo, utasema ni kitu hakina thamani, lakini ule mtambo utatuzalishia umeme. Nitaongea baadaye kidogo. Lakini tunaongelea ajira. Tunapozungumzia mradi wa reli ya kisasa SGR, kuna watu wanasema ni maendeleo ya kitu. Sawa, ni kitu. Reli ukiigusa ni taruma, ni nini? Ni kitu. Lakini hichi kitu kinakuja kuchagiza maendeleo ya watu. Kuna watu takriban 8000 na zaidi wameshaajiriwa kwenye loti 1 na 2 ya kutoka Dar es Salaam, Morogoro na Morogoro, Dodoma, Makutupora ya Singida. Huu mradi kuna watu 8000 wanapata kipato. Kwa hiyo ukizungumza tu kinadharia, tunawekeza kwenye vitu. Kiwanda, ukiangalia kiwanda ni jengo, mashine, lakini kuna watu wanapata ajira. Katika miaka 4 hii mitano kuna watu zaidi ya 200,000 wameajiriwa kwenye sekta ya viwanda. Kwa hiyo tungewasikiliza wale wazandiki wengine kwamba mnaleta maendeleo ya vitu kwa sababu jengo la kiwanda ni kitu. Watanzania wa 200,000 na kitu wasingepata ajira na wasingepata ujira, na tusingeingia leo kwenye kipato cha kati. Kwa hiyo huu ni msingi muhimu sana, na mimi naendelea kusisitiza hizo ni akili ndogo, kwa sababu hakuna barabara au reli au daraja au mtambo wa umeme na kitu kingine chochote kisichokuwa na umuhimu kwa mwanadamu, na mwanadamu ni Mtanzania. Kwa hapa Tanzania tutaendelea kuwekeza. Huu umekuwa msingi muhimu sana kwetu. Namba 9, katika siri nyingine, mkakati mwingine uliotusaidia, hao jamaa hao wanasema tumejenga miundombinu na vitu vingine kwamba ni maendeleo ya vitu. Nimeeleza kwamba kuna umuhimu sana kuwekeza kwenye vitu kabla hujapata maendeleo ya watu. Sasa kwenye namba 9, hii ni kali zaidi. Wao sio wametaka maendeleo ya watu, tumewekeza pia kwenye maendeleo ya watu moja kwa moja kwenye mambo ambayo kama wanavyotaka yamegusa na kutransform maisha ya Watanzania, wakapata kipato, wakapata namna njema ya kupata kipato, tukapimwa na Benki ya Dunia, tukaonekana tuko kwenye wastani wa kipato cha kati. Tumejenga hizo barabara zenu mnazoziita mavitu, sijui reli, sawa. Sasa tumejenga na kuwekeza kwenye elimu. Pamoja na changamoto za elimu yetu, wote sisi tumesoma Tanzania, leo ni wataalamu, tunatumikia nchi yetu kwa elimu hii tulioisoma. Tunaendelea kuboresha. Kwa hiyo sisi kwenye elimu, nasikia huko tumetoa elimu bure, madarasa yanajengwa, maabara zimepelekewa wataalamu. Lakini kwenye ujenzi wa shule na masuala mengine ya kuboresha shule yamepelekea kuajiri wa Tanzania zaidi ya 6000. Kwa hiyo hawa wote wameingia kwenye ajira, wanapata kipato. Kiwango kimepanda. Tumewekeza mno kwenye miradi ya afya. Sitaki kuingia sana huko. Lakini tumewekeza mno kwenye miradi ya maji. Sitaki sana kuingia huko. Tumewekeza sana kwenye upatikanaji wa umeme. Na leo mnafahamu Tanzania ina rekodi ya Afrika. Sasa na wakati wowote mwakani tutaiweka. Kufikia mwakani mwezi Juni, vijiji vyote Tanzania vitakuwa na umeme. Hii ndio serikali serious inawekeza. Unapozungumzia umeme, watu wanafanya shughuli zao za kiuchumi kwa sababu ni nishati. Kwa hiyo wanapata kipato.
tunazidi kuingia kwenye kipato cha kati. Hiyo ni siri au msingi namba 9. Hatukuwekeza tu kwenye vitu, tumewekeza pia kwenye mambo ya watu moja kwa moja. Namba 10, serikali yetu imewekeza mno kwenye uwezeshaji wa sekta binafsi. Hatuwezi kuzungumzia uchumi wakati wa kusema kila kitu serikali imefanya. Na hapa kwa niaba ya serikali nitambue mchango wa sekta binafsi ya Tanzania na wadau wengine wote wa sekta binafsi katika kuelekea tulipofika leo, nchi ya kipato cha kati. Kwa sera zetu ambazo tunaendelea kuziboresha, tumehamasisha uwekezaji katika sekta za viwanda, fedha, mawasiliano. Leo hii vyombo vya habari serikali tuna vichache tu, wengi hapa mnatoka kwenye sekta binafsi. Kwenye afya, sekta binafsi imejenga hospitali, zahanati, vituo vya afya. Kwenye kilimo, miradi mingi sasa hivi inatekelezwa, umwagiliaji, ufugaji wa sekta binafsi. Kwa hiyo niko hapa pia kutambua msingi muhimu ni wa 10, lakini sio wa mwisho kwa umuhimu, uliotusaidia sana Watanzania kufika leo tulipofika kwenye kipato cha kati. Serikali itaendelea kuboresha sekta binafsi, na sasa hivi tayari tuna mpango unaitwa Blueprint. Ni mpango unaotatua kero na changamoto mbalimbali ambazo sekta binafsi wamekuwa nazo, umeanza kutekelezwa. Na mlioangalia bajeti yetu iliyoanza jana kutekelezwa ya 2021, kuna mambo mengi sana kwenye bajeti tumeyaweka kwa muktadha wa kuboresha sekta binafsi iweze kufanya biashara, kuondoa kero, tozo mbalimbali ambazo zimekuwa zikiwakwaza. Tunafahamu Watanzania wengi pia kuelekea kipato cha kati tulichoingia wamepata kipato kutokana na ajira za sekta binafsi. Kwa hiyo haya kwa muktasari ndio mambo 10 ambayo tunaamini mengi yamechangia, na watu waendelee kuyachangia mengine wanayoona yametufikisha hapa, na tuyaimarishe kuelekea tunakokwenda. Lakini haya tumeyaona sisi kama ni ya msingi, Watanzania wayafahamu na wayazingatie. La mwisho, hatuwezi kuwa kipato cha kati. Jana tumeingia kipato cha kati. Kwa ni kipindi muhimu sana cha kujitathmini pia kama Watanzania. Tumeingia kipato cha kati, kama nilivyoeleza, tumefanya kazi kwa bidii, lakini pia wako ambao wamekuwa wavivu, si ndio? Bado wapo. Wengine bado goigoi, wazandiki hivi, shule mtu unakwepa kwenda darasani, unalala bwenini, bado wapo. Sasa mimi nasema tumeingia jana kwenye kipato cha kati, na ukirudi kwenye dira yetu, moja ya msingi muhimu sana waliusisitiza ile 2025 ambao tumewahi, lazima kuwe na mabadiliko ya fikra. Yaani kama bado ulikuwa huishi kimkakati na hujabadilika kifikra, kupenda nchi yako, kufanya kazi kwa bidii, kuwa mwadilifu popote ulipo, kuwa mzalendo kwa nchi yako, kama umeingia mpaka jana bado una changamoto hizo, naomba tu leo basi ukaoge tu faster, ili sasa uzaliwe upya kuwa mtu wa kipato cha kati.